Wakati mvutano mzito wa uzalishaji wa nyuklia baina ya Irani na Marekani ukiendelea kushika kasi kila kukicha, katika anga lenye msongamano wa mawazo na mioyo iliyochoka na ahadi za mataifa makubwa, Teherani iligeuka jukwaa la ushuhuda wa ukombozi wa ukweli, katika ukumbi uliobeba uwepo wa wanadiplomasia, wanazuoni wa sheria za kimataifa na waandishi wa habari kutoka pembe zote za dunia. Ulifanyika mkutano uliopewa jina lenye uzito wa kihistoria, International Law and Attack, Aggression and Defense. Lakini zaidi ya mihadhara, zaidi ya maeneo ya kisheria yaliyoning'inia hewani, kulisikika sauti ya taifa lililochoshwa na ahadi zilizovunjwa, taifa lililoamua tena kusimama kama jabali dhidi ya upepo mkali wa kigeugeu cha diplomasia ya magharibi. Kwani katika siku za hivi karibuni, Wairani wanazidi kutazama kwa tahadhari na mashaka yanayochomoza kama miiba juu ya sakafu ya mazungumzo. Walitazama jukwaa la kimataifa jijini Teherani kwa macho ya watu waliodhulumiwa mara nyingi, wakijiuliza, je, Marekani na washirika wake wa Ulaya bado wana dhamira ya kweli ya diplomasia, au ni mchezo mwingine wa kubadilisha sura ya unafiki? Hayo yote yametokea baada ya miezi mitano ya msuguano mkali mnamo juu ya mpango wa nyuklia wa Iran, kwani maongezi yaliyokuwa yanatafuta kuhuisha makubaliano mapya ya kuirejesha JCPOA yaligeuka majivu Juni 13, siku ambayo Israeli, kwa kile Irani ilichodai kuwa kwa idhini ya wazi ya Washington, iliruhusu makombora yaliyopasua anga la Irani. Miundombinu ya nyuklia, raia na kijeshi lililengwa kwa ghadhabu isiyofichwa. Katika kipindi cha siku 12 zilizofuata, Rais Donald Trump hakuficha makucha yake. Alitangaza kuwa ataitikisa serikali ya Iran, akashauri wakazi wa Teherani wahame, na akaamuru mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya nyuklia ya taifa hilo. Ulaya nayo, kwa kuongozwa na sauti isiyoonekana kutoka Washington, ilifufua vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran mwezi Oktoba, kama kufunga jeraha ambalo bado linavuja damu. UN kupitia IAEA ilitazamwa kwa jicho la lawama baada ya kukataa kulaani mashambulizi ya Marekani na Israeli. Licha ya kukiuka wazi sheria za kimataifa, Teherani ikaamua, kama sheria imefanywa kichekesho, basi ushirikiano nao umefika kikomo. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi, akiwa na sura iliyochora uchovu na uthabiti wa wanadiplomasia, aliyeshuhudia enzi za kuahidi na kusaliti, alisimama mbele ya waandishi wa habari na kuzungumza kwa sauti ya mtu aliyebeba uzito wa taifa, akisema, Israeli iliposhambulia Juni 13 kwa amri ya rais wa Marekani, bomu la kwanza halikupigwa kwenye kitovu cha nyuklia, lilipigwa kwenye meza ya mazungumzo. Tulikuwa tumefanya duru 5, ya 6 ilikuwa ndani ya saa 48. Mwisho wa kunukuu. Akisimama kimya sekunde chache, akiacha ukumbi utulie kama makaburi ya mashujaa, kisha akaendelea, diplomasia ilikuwa mwathirika wa kwanza wa vita vya siku 12. Na kweli, Trump mwenyewe katika majuma ya hivi karibuni alijigamba kwamba yeye ndiye aliyekuwa anamiliki vita vya Juni. Baada ya vita, Washington imekuwa ikisisitiza Irani ikubali masharti ya kusaliti uwezo wake wa kujilinda, ikidai ifute kabisa mpango wake wa nyuklia na ipunguze uwezo wa makombora yake ili yasifike Israeli, huku katika jiji ambalo limeona tawala nyingi kupanda na kuporomoka, maofisa wa Irani hawakustuka. Walicheka kwa kejeli wakisema, ni wazimu na ni upuuzi uliovuka mipaka. Araghchi akaongeza, katika msitu ambao Marekani imeutengeneza, hakuna sheria. Ili kuishi lazima uwe na nguvu. Katika jukwaa lingine la mkutano huo, Kamal Kharaz, mshauri wa juu wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, alitoa maneno yaliyoangukia ukumbi kama nyundo ya chuma. Walioko White House sasa ni waagizaji tu, hawana chochote
kuhusu diplomasia. Pia alikumbusha historia ile ya vita vya miaka 8 dhidi ya Saddam na vita vya siku 12 dhidi ya wavamizi wa Juni. Kila neno lake lilikuwa kama ushuhuda wa taifa lililozoea kusimama peke yake, na hapa namnukuu: "Tutapambana, tutakataa ukoloni wa kisasa kama tulivyofanya siku zote. Ikiwa Marekani inataka diplomasia ya kweli, basi iachane na madai yasiyokubalika." Mwisho wa kunukuu. Itakumbukwa kuwa siku za Giving karibuni, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Irani, Ayatollah Khamenei, tayari alisema kuwa Irani haitoshiriki mazungumzo yanayolazimisha matokeo, kwani mazungumzo ya masharti ni vifungo vya karne mpya. Irani ikiwa imeshuhudia meza yake ya mazungumzo ikilipuliwa na Misri, sasa imefika hatua ya kuwapa upya hawatainama, kwani sauti ya wanadiplomasia wao leo ni mwangwi wa vizazi vilivyopigana kwa ajili ya heshima, huruma na mamlaka ya taifa. Katika midundo ya mijadala ya kimataifa inayobadilika kama bahari ya dhoruba, Teherani imetangaza msimamo wake, ikisema kuwa hawatakubali sheria zinazotungwa na walioziweka moto sheria hizo hizo.